Waheshimiwa wananchi, nimesimama hapa pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais huyu kwa mapenzi ya dhati amenipa dhamana kwa kuniteua. Mbali na kabla ya nafasi hii aliniteua kuwa waziri, naibu waziri wa kazi, vijana, ajira, ofisi ya waziri mkuu. Katika kipindi cha kwanza mtakumbuka hayati Magufuli aliniteua, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Mama akachukua safari, akasema kazi iendelee, akachukua vijana mbalimbali bila kujali makundi, akatuunganisha ili tulisaidie taifa, ili tumsaidie. Akaniteua tena kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, sera, bunge na uratibu, na baadaye akaigawanya wizara hiyo. Mgombea wa jimbo la Shinyanga mjini katika ngazi ya ubunge kupitia kamati kuu ni rais huyu Dr. Samia, ambaye yeye kwa mkono wake na kwa maamuzi yake ndiye aliyepitisha kuwa mgombea wa ubunge katika jimbo hili kwa kupitia wana CCM wote walio hapa Shinyanga. Nikapewa dhamana hiyo, tukaingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Tumegombea katika kipindi cha uchaguzi, wana Shinyanga mmefanya vizuri, pamoja na wengine wengi tuliokuja mbele. Mliendelea kusema hapana, Katambi huyu asiye na kitambi anatosha, mkanichagua kwa kura nyingi, mkamchagua Samia, mkajitokeza kwa wingi. Mungu awabariki sana wana Shinyanga. Lakini kana kwamba haitoshi, kwa furaha kubwa mliomuonyesha Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mapenzi ya dhati mliomuonyesha Samia, siku ya kufunga mkutano, Samia mwenyewe alisema alikuwa anatamani angefungia mkutano Shinyanga, kwa sababu mlijitokeza kwa mapenzi ya dhati, hamkuwa na unafiki, mlikuwa na macho ya matumaini, lakini pia mlikuwa na upendo wa dhati ulioangalia maslahi ya taifa na maendeleo ya taifa, mkajitokeza kwa wingi. Samia akasema atawashukuru. Leo nakuja kuwapeni salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia huyu mlivyompokea kwa wingi, mlivyompokea kwa furaha, anawakumbuka wana Shinyanga, anatambua upendo mliomwonyesha katika maeneo ambayo alionyesha upendo wake. Dr. Samia huyu, ukiacha mambo makubwa aliyoyafanya katika ngazi ya taifa ambayo sisi na mimi tunaweza tukabisha, lakini vielelezo vinaonekana. Mwenye macho Mwenyezi Mungu aliyemjalia ataviona, asiye na macho ataambiwa atasikia, asiyeweza kusikia ataweza hata kushika, asiposhika atahudumiwa na wale wanaotumia miundombinu hiyo katika taifa letu. Ni Samia huyu huyu akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi kilichopita alichosema kazi iendelee. Sisi wananchi wa kanda ya Ziwa na hapa Shinyanga tumekuwa wanufaika wakubwa. Kwenye ngazi ya taifa tumenufaika na mengi. Lilikuwepo kipindi kile umeme unakatika, kulikuwa kuna changamoto. Umeme ukikatika hauwezi kujua mtu mzima wala mtoto. Ukikatika umeme wote mnakuwa gizani, na baada ya hapo ukiwaka umeme wote mnashangilia, ujui mzima au mtoto, mnasema huo. Uongo kweli? Lakini leo swala hilo limekuwa zilipendwa. Dr. Samia alichukua mradi ambao Magufuli aliuanza ukaachwa chini ya 20%. Lama huyu Dr. Samia ameumaliza mradi ule. Leo hatuna tatizo la umeme nchi nzima. Kwa megawati 2115 zipo, umeme unapatikana, masuala ya kukatika umeme umekuwa zilipendwa. Ni Samia huyu huyu katika ngazi ya taifa, manufaa ya wote. Amejenga reli ya kati, ameiboresha, ameongeza reli ya SGR ambayo mtangulizi wake hakuifanya. Alianza hakuimaliza, amekamilisha. Kipande cha Dar es Salaam kwenda Morogoro kimekamilika. Leo Shinyanga, nyinyi ni mashahidi na ajira tunapata. Reli yetu ya SGR Katambi, kabla hata sijawa waziri, tumeenda kusaini na Rais Ndayishimiye pale Burundi. Itafika mpaka Burundi, itaenda Kongo, itaenda Kigoma. Hapa Shinyanga, Mwanza itakuwa kawaida, utakula samaki wa baharini kabla hawajaoza. Nani kama Samia? Ndege zimeongezwa idadi na zimeongezwa mpaka ndege za mizigo katika ngazi ya taifa. Ndege hizi utasema zinanufaishaje? Zinachangia kwenye uchumi wetu wa taifa, na ndiyo maana tunapata miradi ambayo nitawaeleza baadaye.
Ndege zimeongezwa, viwanja vya ndege vimejengwa nchi nzima. Sisi hapa Shinyanga katika maeneo ya kijanja tuna uwanja mzuri mkubwa wa Mwanza, nimewasikia wanalialia. Wa kwetu hapa tumeujenga bilioni 49, tunaenda kumalizia jengo la abiria. Hapo Ibadakuli, sio Ibadakuli tena. Pale tutaona ndege zinatua. Shinyanga oye. Wangapi wanasema tunakuelewa kamanda, endelea. Shinyanga oye. Uwanja wetu tumeujenga na tumeshaweka runway na ndege zimeshaanza kutua, na waziri mkuu mstaafu tulishawahi kutua naye pale kwenye uwanja ule wa ndege. Nimetua na helikopta na sasa hivi unaendelea uko kwenye runway, tumemaliza. Nimeshaongea na waziri wa masuala ya uchukuzi, ninaanza kuomba tripu za ndege zianze kutua hapa, tuweze wafanyabiashara waweze kusafiri, uwepo hapa, tubadilishe maisha ya wananchi wa Shinyanga. Lakini pia uwanja wa ndege kana kwamba haitoshi, ndugu zangu, hapa Shinyanga na viwanja vinavyojengwa nchi nzima na familia, yapo maeneo mengine ya ujenzi wa shule. Nilikuwa naingia kwenye ubunge hapa, nawaambia tulikuwa na changamoto ya shule 8 mpya zilizokuwa zinahitajika. Uongo kweli? Katika shule 8 tulizozihitaji tumejenga mpaka na ziada. Tumejenga shule za msingi mpya 5. Piga makofi kwa Dr. Samia. Tumejenga shule za sekondari mpya 4 na nyingine tayari kuna fedha zinakuja na nyingine tayari imekwisha kujengwa, ambayo ni nyongeza ya zile tulizokuwa nazo, ili watoto wetu waweze kusoma. Hatuwezi kwenda hivi kama watoto wetu hatutawapa elimu. Usipokuwa na elimu utatawaliwa na wengine. Kwa hiyo elimu ni eneo la msingi na watoto wetu lazima tuwape elimu. Kwa kweli walimu wenyewe hawapo. Mwalimu ni mmoja tu, mkuu wa shule na mwalimu wa hesabu, kwa sababu ilikuwa lazima. Uongo kweli? Na mwalimu wa hesabu unamchukia kwa sababu ya mazingira yalikuwa magumu. Uongo kweli? Kitabu kimoja leo watoto wetu wanasoma kwenye shule zina vigae, zina umeme na zina maji. Uongo kweli? Walimu kama wote wapo. Na sasa Samia ameongeza, na nitawaeleza hapa kwenye hatua ya baadaye. Lakini pia kwenye eneo la elimu, ndugu zangu, tumeendelea kufanya maboresho. Hata hapa Shinyanga kwa shule nilizowatajia tutaendelea kujenga nyingine, kwa sababu mpango wa maendeleo ni wa lazima kwa Wanashinyanga. Lakini yapo maeneo mengine, ndugu zangu, ambayo nayo yalikuwa yanahitaji tuyafanyie kazi. Kwenye eneo la elimu peke yake tulitaka na vyuo vikuu tuwe navyo. Shinyanga hatukuwa na chuo kikuu. Leo tunapozungumza niliwaombeni kura na nimekuja kuwashukuru kwa sababu mmetuchagua mimi na Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine. Tumejenga chuo chetu kikuu cha Kizumbi na kinaendelea na ujenzi kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 11. Sasa hivi zaidi ya bilioni 8 zimeenda pale. Tunaongeza kile chuo, madarasa, majengo ya utawala. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.